Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ahimidiwe milele. Amen, amen, amen. Tunamshukuru Mungu wetu na Baba yetu Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, kwa kazi kubwa aliyofanya pale Kalvari. Aliacha enzi na mamlaka yake mbinguni, akaja kufa msalabani kwa ajili yetu, akatununua kwa damu ya thamani sana. Ni upendo wa ajabu sana. Amen. Tunapoenda kukumbuka au kuadhimisha siku ambayo Yesu alitupa uhuru, Yesu alitununua kwa damu yake ya thamani, Yesu alitufanya watoto wake, Yesu alitufanya mali yake. Sisi ni mali yake Yesu tu, sisi ni watoto wake. Hakika alitununua kwa damu yake pale Kalvari. Ni kwa damu ya Yesu ndo tunahesabiwa haki. Ni kwa damu ya Yesu ndo tunapata kibali. Ni kwa damu ya Yesu ndo tunapata neema. Ni kwa damu ya Yesu ndo tunainuliwa. Ni kwa damu ya Yesu ndo tunakubalika mbele za Mungu. Sio kwa sababu ya kufunga sana, sio kwa sababu ya kuomba sana, sio kwa sababu ya kujifanya tunampenda Mungu sana au tunamjua Mungu sana. No, ni kwa sababu ya kifo cha Yesu pale Kalvari. Damu yake Yesu pale Kalvari, ile damu ya thamani ndio iliyotupatanisha sisi na Baba. Alitununua kwa damu ya thamani. Kuomba sana ni kweli, tunaomba na ni haki kama mwanadamu, lakini sio tiketi ya kutupa haki mbele za Mungu. Kufunga sana ni kweli, ni wajibu wetu kama wanadamu, lakini sio tiketi ya kupata haki mbele za Mungu. Kufanya matendo mema mengi ni kweli, ni haki yetu kama wanadamu, lakini sio tiketi ya kwamba kwa matendo hayo ndo Mungu anatuhesabia haki. No, Mungu anatuhesabia haki kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale Kalvari, kwa kifo cha Yesu pale msalabani. Kile kifo cha Yesu pale msalabani ndio kinachotuhesabia haki sisi kama wanadamu. Kwa hiyo tunapofanya matendo mema ya kumpendeza Mungu, sio kwamba tunamnunua Mungu kwa matendo mema, ila hatuiamini kazi ya msalaba. No, tunaiamini kazi ya msalaba. Tunaamini Yesu alikufa msalabani, alimwaga damu, aliteseka kwa ajili ya kutupatanisha sisi na nafsi yake ambaye ndiye Baba. Amen. Tunaposema sisi na nafsi yake, manake hapo tunawafumbua watu macho kwamba Yesu yule aliyeangikwa pale msalabani ndio Yesu yule aliomba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Ndio Mungu huyo huyo ambaye ndio Roho Mtakatifu, lakini tu amekuja kujifunua kulingana na kazi aliyoifanya kwa wakati huo. Ndio maana alipoumba mbingu na nchi tukamwita Mungu Baba. Alipokuja kutufia msalabani akaja kama Yesu. Alipopaa na kwenda zake mbinguni akarudi kama Roho Mtakatifu ambaye anaishi nasi, anakaa nasi, anatusaidia, anatutetea, anatupigania. Ndio huyo huyo Yesu. Usiweke mipaka, usione kwamba huyu labda ni mwingine au kwamba tuna Mungu watatu. No, Mungu ni mmoja, ila utendaji wake wa kazi ndio umegawanyika. Amen. Atukuzwe Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Aliacha enzi na utukufu wake mbinguni, akaamua kuja kufa msalabani, akatupenda upendo wa ajabu mno, akaja kutununua kwa damu yake ya thamani, ili kusudi apate kumpatia Baba watu wasiokuwa na mawaa, watu walio safi, watu wanaompendeza Mungu. Ni neema ya ajabu sana, ni upendo wa ajabu sana. Kwa hiyo tunapoenda kukumbuka mateso ya Yesu Kristo wa Nazareti, tukumbuke kwamba ametupa neema, ametupa upendeleo, ametupa upendo wa ajabu ambao kama inavyosema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Kwa hiyo Mungu alitupenda upendo wa ajabu sana. Tunapokumbuka hii kazi ya msalaba, maana yake tunakumbuka upendo wa ajabu sana wa Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe tunatengeneza maisha yetu sisi, tunabadilika mienendo yetu, tunatengeneza mahusiano yetu sisi na Kristo. Kama ambavyo daima tunasema kwamba Ukristo sio dini. Ukristo ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Na ndio maana hata Yesu alipozaliwa akapewa jina la Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo Ukristo ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Ukristo sio dini. Usiishi kama mwanadini. Usiishi kama mtu ambaye anaishi kwa sheria, anaishi kwa kanuni, kwamba ni lazima ufanye hivi, kwamba ni lazima ufanye hivi. Sisi kwenye Ukristo
tunaboresha mahusiano yetu na Yesu, kwamba Yesu anataka nini, tunafanya kile Yesu anachokitaka ili mahusiano yetu na yeye yapate kuwa imara. Tunaomba ili kusudi mahusiano yetu yapate kuwa imara. Tunasoma neno ili tujifunze Yesu anataka nini, hataki nini, mahusiano yetu yapate kuwa imara. Tunamtukuza, tunampa sifa, kwa sababu sifa, kumpa sifa na utukufu, hicho ndio chakula chake. Tunaboresha mahusiano yetu ili kusudi mahusiano yetu sisi na yeye yapate kuwa imara. Amen, amen, amen. Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti awabariki na kuwatunza daima. Nawapenda zaidi na zaidi. Amen, amen. Zaidi sana lazima ukumbuke kwamba Yesu anakupenda upeo. Yesu anakupenda upeo. Ndio maana aliacha enzi na mamlaka yake mbinguni, akaja kufa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Usikubali neema hii ikupite. Usikubali baraka hii ikupite. Amen, amen, amen.